Bana, kikosi cha Simba Sports Club tayari kimeondoka jijini Dar es Salaam kuelekea Dodoma ambako watakuwa na mchezo dhidi ya Tanzania Prisons. Ni siku ya Jumapili tarehe 22. Simba dhidi ya manake Simba na michezo miwili tarehe 25 na tarehe 22 ambako ana mchezo na Dodoma Jiji, ana mchezo na Tanzania Prisons. Sasa wakati Simba anaelekea huko, Yanga siku ya Jumapili watakuwa na mchezo dhidi ya Namungo kwenye dimba la Kasim Majaliwa, ni Luangwa huko mkoani Lindi. Sasa joto la mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa maana ya dabi ya Kariakoo, joto lake linazidi kupanda taratibu. Nimeona baadhi ya mashabiki wa Simba wakiibuka hadharani na kutaka uongozi wao kwamba usikubali mchezo wa Kariakoo dabi kwenda kuchezwa visiwani Zanzibar, mpaka waelezwe ilikuwaje Ally Kamwe akawa wa kwanza kutoa taarifa kabla ya bodi ya ligi. Hizo ndo kauli za baadhi ya mashabiki wa Simba. Lakini jana ikawa ni kama vile utani, tukaona kwenye mitandao kwamba afisa habari wa klabu hiyo kwa maana Ahmed tukaona kwenye mitandao kwamba Simba Sports Club wameliandikia shirikisho la soka pamoja na TPLB kwa maana bodi ya ligi kutaka kujua ufafanuzi wa Yanga kuhamisha mchezo kutoka Benjamin Mkapa kuupeleka Newman Complex visiwani Zanzibar. Ikawa ni kama vile taarifa za mtandaoni, lakini muda mfupi hapa Ahmed Ally alizungumza na vyombo vya habari. Sasa mimi nataka tumsikilize kwanza Ahmed Ally, alafu niko na Mnandi hapa studio, tusikilize maoni yake. Hoja yao ya msingi ni ipi, lakini pia zipo kanuni uhalali wa Yanga, kanuni ipi ambayo walitumia kuhamisha mchezo. Sasa tuanze kwanza na Ahmed Ally. Ni barua ya kutaka kupata ufafanuzi zaidi wa kikanuni. Mkubwa halalamiki. Sasa sisi Simba tumlalamikie nani? Yani sisi tumlalamikie nani? Yani nani wa kutuonea, sababu kulalamika ni umeonewa alafu unalalamika. Sasa sisi wa kutuonea nani nchi hii? Kwa hiyo sisi tunaandika barua, ni kweli tumeandika barua kwa ajili ya kutaka kupata ufafanuzi wa kikanuni juu ya baadhi ya mambo kuelekea katika mchezo wetu wa dabi tarehe 1 ya mwezi wa 3, na hatungependa kuyaanika wazi ama kusema wazi ni mambo gani ambayo tunahitaji kupatiwa ufafanuzi, na tunafanya hivyo kwa ajili ya kuepusha taharuki. Mechi ya Simba na Yanga ni mechi kubwa, ni mechi ambayo inabeba hatma ya vitu vingi. Kwa hiyo tusingependa kukimbilia kwenye jamii, sababu inaweza ikapokelewa vibaya, ikatafsiriwa tofauti, na hatimaye ikaleta taharuki, ikaleta mtafaruku, na ikaharibu taswira yenyewe ya mpira wa miguu katika nchi yetu, na kuharibu na mechi yenyewe ya dabi. Kwa hiyo tumeandika hiyo barua, imekwenda bodi ya ligi, na bodi ya ligi wameshatujibu, wametupa ufafanuzi, mambo yanakwenda vizuri kweli. Hatuna mashaka, mambo ya kuridhika mpaka nipewe mwongozo na viongozi wangu. Lakini niseme tu ya kwamba tumeshaandika barua, tumeshapata majibu, mambo mengine yanaendelea. Sawa, huyo ni Ahmed Ally, afisa habari wa klabu ya Simba Sports. Amesema hawaogopi Yanga, lakini wanachotaka ni kanuni zifuatwe, na amethibitisha ni kweli wameandika barua kuelekea bodi ya ligi kutaka ufafanuzi kwenye tukio hilo. Amezungumza hapa Ahmed Ally. Mimi naitwa Rashid Kasim. Sasa karibu fuatilie mazungumzo yangu mimi na Mnandi. Lengo la mimi kumuita hapa Mnandi tuzungumze ni nataka tu kujua, maana nisinge kuletea wewe kutoka kwenye kinywa changu au kwa mtu mwingine. Tumsikilize kwa sababu yeye ni mwanachama na shabiki wa klabu ya Simba. Wao hoja yao ya msingi hasa na kutaka viongozi wao wasikubali kwenda kucheza Zanzibar. Hoja yenu ya msingi ni ipi, Mnandi? Karibu studio tuzungumze kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Leo tunazungumza ni tarehe ngapi kwa kukumbushana? Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa pili. Tumebakisha siku 8 tu, ya 9 ni mchezo wenyewe, kwa sababu tuna wiki moja tu ambayo imebaki kuelekea huo mchezo. Kwa hiyo binafsi homa ya pambano siku zote huwa inaanza kupanda mapema sana, lakini hii homa inakuwa mara 3 yake, kwamba wenzetu tayari wanaanza mipango yao ya kupata matokeo nje ya uwanja, sio ndani ya uwanja. Kwa hiyo tayari wameanza mchecheto, na sisi kama Simba Sports hatuwezi kukubali tena kwa mara nyingine kwenda kucheza mchezo kinyonge.
ili waweze kupata matokeo kirahisi na kuendelea kuweka taswira mbaya ya klabu yetu. Maana tukipigwa mchezo wa 7 tayari wanaenda kuendelea kuweka taswira mbaya ya klabu yetu na kuweza kwamba tena hakuna ushindani kwenye dabi. Maana tunapokutana wao wanaenda kutufunga tu. Hata mashabiki watakuwa hawatakuwa na nguvu tena ya kuja uwanjani kwa sababu ushafungwa mechi 7 mfululizo. Haya, hiyo mechi inayofuata tena mzunguko wa pili, unakuwa una nguvu nayo kwenda tena kuiangalia timu yako. Kwa hiyo hatuhitaji litokee hilo, tunahitaji mchezo ukachezwe kwa haki na kila mtu akapata matokeo yaliyostahili kwa uwezo wake ambao kaonyesha kwenye pichi. Kwa sababu wenye mamlaka ya kuhamisha mchezo kwenda uwanja mwingine ni bodi ya ligi. Wao kama wenyeji wana mamlaka ya kuomba kwa bodi ya ligi kwamba mchezo wetu kwa sababu hizi na hizi na hizi tunaomba mchezo wetu kachezwe sehemu fulani. Hayo mamlaka yapo, lakini pia wana mamlaka kuomba mchezo wao mmoja katika michezo yao ambaye inachezwa kwenye uwanja wao ambao wameuchagua wa nyumbani wakacheze nje ya uwanja huo. Maana hiyo nayo pia kikatiba, kikanuni ipo, lakini uwanja wao waliochagua wa nyumbani sio Benjamin Mkapa. Uwanja wao waliochagua wa nyumbani ni KMC Complex, ndio wanakocheza michezo yao ya nyumbani. Pale wana uwezo wa kuomba mchezo wao mmoja uchezwe nje ya pale, lakini ukicheza Benjamin Mkapa tayari wameshatoka na kwenye uwanja wao ambao wanautumia ni tayari wanaenda kucheza mchezo mmoja nje uwanja wao ambao wameuchagua wa nyumbani. Kwa hiyo naamini kikanuni bodi ya ligi walitakiwa kuliangalia hili kwa jicho la tatu, kwa sababu watani wetu walivyomaliza mechi ya kimataifa tu moja kwa moja wakaongea kupitia msemaji wao wakisema kwamba nyie mliokuja kuwashangilia Walabu wataondoka, wanaondoka, tutabaki wenyewe, muje tukutane hapa. Maana anazungumzia New Amani Zanzibar. Sasa kama msemaji anatoa taarifa kabla ya bodi ya ligi kudhibitisha kwamba kweli mchezo utachezwa pale, hiyo kikweli imekaa sintofahamu, na ndio maana viongozi wa klabu ya Simba wameamua kutoa taarifa kwa bodi ya ligi baada ya wao kuposti juzi kwamba mechi itachezwa New Amani Zanzibar. Kwa kigezo gani cha mchezo kwenda kucheza New Amani Zanzibar? Kati wao wametoa taarifa baada ya mchezo wao wa kimataifa tu kuisha kwamba mchezo utapigwa New Amani Zanzibar na muda ni 2:30 usiku. Na kati wao ni watu wa kutoa maombi, na wakishatoa ombi litakuwa lifanywe kazi ndani ya hizo siku 7 mpaka 10. Hayo majibu wamefanyia kazi kwa siku ngapi na kwa nini wale wameidhinisha, na wao moja kwa moja wamepita kwenye kitu ambacho wamekizungumza watani zetu kwamba mechi ni ya New Amani Zanzibar na muda ni 2:30 usiku. Maana taarifa walikuwa nayo kabla wao hawajaanza kukaa na kulijadili lile. Kwa hiyo hapo tuna mashaka napo. Tunaomba bodi ya ligi watujibu kwenye hilo. Labda kama sikukati kauli hivi kwa kukumbusha taratibu kwamba nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili baada ya mchezo kati ya Yanga na JS Kabili, Alikamwe alizungumza akasema mchezo wetu na unaofuata mchezo wa dabi ya Kariakoo utakuwa hapa New Amani Complex tarehe 1 Machi, hiyo 2:30 za usiku. Sasa swali langu kwako kwa uchache tu kwamba Ali alitoa taarifa wakati bodi ya ligi walikuwa bado? Sababu baada ya mchezo tu kutamatika ndio walipotoa hiyo taarifa. Lakini zimepita siku 3, sawa? Taarifa imetoka juzi ya bodi ya ligi kudhibitisha kwamba kweli mchezo utachezwa New Amani Zanzibar. Kwa hiyo Ali alitoa taarifa kabla. Alitoa taarifa kabla, manake anajua kinachoendelea ndani, manake kuna mazungumzo alizungumzwa kabla wakiwa wanafahamu, lakini yeye alikuwa sio mwenye mamlaka kutoa ile taarifa. Yeye angezungumza, tumewaandikia barua shirikisho la mpira Tanzania ama bodi ya ligi kwamba tunaomba mchezo wetu kwa sababu 1 2 3 tunaomba mchezo wetu uje kuchezwa wapi? New Amani Zanzibar baada ya kuchezwa Benjamin. Ndio ambavyo alipaswa kusema. Ndio alipaswa kusema, lakini yeye amedhibitisha kwamba mchezo utapigwa hapa na muda fulani. Bodi ya ligi walipoulizwa kupitia msemaji wao Boimanda juzi asubuhi kuna chombo kimoja cha habari akakanusha swala hilo, akasema hizo taarifa yanazisikia, lakini wao hawajabadilisha chochote kuelekea mchezo huo, na kama itatokea taarifa yote tofauti tutasema, lakini taarifa iko vile vile na mchezo uko vile vile, utapigwa Benjamin Mkapa tarehe 1. Lakini kama kuna lolote tofauti sisi tutatoa taarifa, lakini kwa sasa siwezi kulizungumzia hilo kwa sababu hakuna taarifa kama hiyo. Lakini usiku wanatoa taarifa kwa umma, ina maana alikuwa na uhakika kusema muda ule ule kuliko kusubiri tena baadaye kutoa taarifa nyingine tofauti, wakati ndio ile ambaye kaikataa na ndio ile yeye kaitoa, ambaye tayari msemaji wa klabu alithibitisha baada ya mchezo wao wa kimataifa kutamatika. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna vitu vinaendelea ndani vasintofahamu kuelekea kwenye ule mchezo, tunawezekana tukaenda tukapoteza. Kama wao wanakuwa wako juu ya mamlaka, inakuwa haipendezi kwenye ligi. Kati vilabu viko 16, kama vilabu viko 16 hivi vingine pia wanakuwa vipewe heshima yake na vipewe thamani yake, sababu vote vilikuwepo kwenye kikao cha mwisho cha kukubaliana kwenye kupitisha kanuni za msimu huu. Sasa Ali kama ni afisa habari na mawasiliano na klabu ya Yanga, labda yeye kosa lake liko wapi? Kwa sababu nimekusikiliza hapo umesema kwamba Ali alitoa taarifa kabla ya bodi ya ligi, baadaye msemaji wa bodi ya ligi akaja akakanusha kwamba mchezo utachezwa Benjamin Mkapa, lakini baadaye unasema kwamba usiku ukaona kwenye page za board imepostiwa kwamba mchezo utachezwa Zanzibar. Labda Ali alizungumza yeye kama afisa habari wa klabu ya Yanga. Sasa kosa lake liko sehemu gani? Kosa lake yeye kutoa taarifa na kudhibitisha kwamba mchezo utapigwa hapa. Maana sio kasema akatoa maombi, amedhibitisha kwamba baada ya mchezo wao wa kimataifa wale walikuwa na mashangilio, hawa upande wa pili, hawa wataondoka, tutabaki wenyewe hapa tena Guantanamo, tutakutana tena hapa majira ya 2:30 usiku. Maana kadhibitisha mchezo wao utakuwa pale
kwa kudhibitisha sio dhambi. Ilitakiwa kwamba bodi ya ligi wao walishatoa taarifa mapema kabla hata mchezo wao kimataifa kuchezwa. Yeye alikuwa na haki ya kuzungumza vile kwa sababu taarifa ilishatoka kwenye mamlaka ya kusimamia ligi hapa Tanzania. Lakini wao hawajatoa taarifa, ametoa taarifa yeye. Hata siku 3 baadaye wao ndo wanakuja wanakanusha, lakini baadaye usiku wanakuja wanadhibitisha kweli mchezo unapigwa New Amani Zanzibar. Kwenye hili kikweli kanuni hapo imesiriginwa. Haijafuatwa. Kanuni imesiriginwa kwa sababu hatuoni sababu ni nini. Kwa sababu bodi ya ligi wanajua kwamba mchezo utapigwa tarehe 1 Machi. Sawa, majira saa 11 jioni, wanajua hilo. Lakini pia wanajua kwamba tarehe hiyo kuna mashindano ya Qur'ani. Na kama kuna mashindano ya Qur'ani wanajua mashindano hayo yanaisha muda gani na wao mechi itapigwa muda gani. Na maana kama kulikuwa kuna muingiliano wa hilo jambo, walikuwa na muda tu wa kubadilisha muda kwamba mashindano yanawezekana yakarudishwa nyuma siku moja ama yakabaki kwenye tarehe hiyo hiyo, wao wakaisogeza hata siku moja mbele mechi ya ligi. Yote ilikuwa inawezekana. Kulikuwa hakuna ulazima wao kusubiri mpaka Yanga watoe taarifa na wao ndio waje wadhibitishe. Maana yake tunaonyesha kwamba chombo hakiko huru. Chombo kimebanwa na Young African, wao ndio wanaiongoza ligi, sio bodi ya ligi. Young African ndio wanaiongoza ligi hii kwa sababu walishafanya hivyo msimu uliopita, wakalazimisha wanavyojua wao, mechi ichezwe wanavyotaka na wakafanikiwa na wakachukua ubingwa. Hatuhitaji msimu huu hayo mambo yajirudie. Tunaomba viongozi wetu msimame imara, msimame kidete kwenye hilo. Hatutokubali tena udhaifu ambao umetokea msimu uliopita. Hapa watu ubingwa kirahisi. Nitamuonyesha hapa mtazamaji kanuni zimeandikwa hapa, baadaye tutamuonyesha kwenye picha hapo kanuni maandiko yanavyosema. Labda mimi ni nukuu kanuni zinasema kanuni inasema katika mazingira maalum. Hii ni kanuni ya 9 kifungu cha 2. Kanuni ya uendeshaji ya ligi kuu inasema katika mazingira maalum timu inaweza kucheza mchezo wake wa nyumbani katika uwanja mwingine endapo kuna sababu nzito na za msingi. Nadhani tuko pamoja bwana Mnandi. Kanuni inaendelea inasema utambulisho wa uwanja katika mazingira haya pia unawajibika kufanywa katika kipindi cha uthibitisho wa kushiriki ligi au kwa maombi maalum kwa TPLB kwa maana Tanzania Premier League Board angalau siku 7 kabla ya tarehe ya mchezo husika. Lakini inamalizia nasema TFF au TPLB ina mamlaka ya mwisho ya kuhamisha mchezo katika uwanja mwingine au kubadilisha kituo cha mchezo kwa sababu inazoona zinafaa kwa mchezo na wakati husika. Labda Yanga watakuwa wametumia hiki kipengele cha kufanyaje kama nilivyokusomea kanuni. Hicho kipengele sasa wao kukitumia, yani wao jukumu lao ni kutoa taarifa, bodi ya ligi kutoa maombi kwamba mchezo wetu tunaomba utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa sababu zao ambaye wao Young African wanaona zinafaa. Sababu bodi ya ligi walishapanga mchezo unapigwa Benjamin Mkapa na wanajua siku hiyo kuna mashindano ya Qur'an. Wao kwao wakaona hakuna shida. Ina maana kama wao waliona kuna shida bodi ya ligi ndio walipaswa kwa taarifa Yanga kwamba mechi haitochezwa hapa kwa sababu 1 2 3 na mapema. Sawa, kabla kuelekea huo mchezo. Alafu wao ndio waje wafanyaje? Wadhibitishe kwamba mchezo wao utapigwa New Amani Zanzibar. Lakini wewe unatoka na kuaminisha kwa umma kwamba mechi itapigwa New Amani Zanzibar majira ya 2:30 usiku. Maana yake tayari una taarifa unazo kwa muda ambayo stahiki. Sisi hatuna taarifa. Sisi taarifa tunajua kwamba ni tarehe 1 mwezi wa 3 Benjamin Mkapa. Lakini tumekuja kufumbuliwa macho na masikio na msemaji wa Young Africa alikama akisema kwamba mechi itapigwa hapa na muda fulani. Lakini baada tulikuwa tunasikiliza shirikisho kwa sababu ndio wenye mamlaka, sio wao. Tuone je watakuja na muda huo kweli au watakuja na taarifa tofauti. Wamekuja na taarifa hiyo hiyo. Tunajiuliza hiyo taarifa walikubaliana naye muda gani? Na kwa nini wasianze wao kutoka kuitoa kabla hawa? Kwa nini watoke Yanga kuitoa pamoja ndio wenyeji wa mchezo? Lakini wenye mamlaka usimamizi wa mpira ni bodi ya ligi. Wao ndio wenye mamlaka kutoa taarifa, alafu msemaji wa hiyo klabu husika ndio atakuwa aje apite nayo. Sio yeye awe mtu wa kwanza kupita nayo hiyo taarifa. Maana hapa kuna ukakasi unaendelea ndani. Kuna mpango unaendelea wa Simba kwenda kupoteza tena mechi. Hiyo ndio mipango ambayo sisi tuna mashaka nayo na ndio maana tumeuliza huko bodi ya ligi. Natakuwa bodi ya ligi pia watoke sasa hivi. Watujibu hilo kwa sababu klabu ishapeleka taarifa. Watoke bodi ya ligi waijibu klabu. Sawa, 1 2 3 na ndio maana tumekubaliana nao waende wakacheze huko. Na kwa nini watoe taarifa hawa kabla nyinyi hamjatoa taarifa? Ni kikao gani cha siri ambaye mlikifanya kabla kuelekea huo mchezo? Sababu mchezo unachezwa na vilabu viwili, mchezo uchezwe na klabu moja pamoja, yeye ni mwenyeji. Wote watakuwa wahusike kuelekea huo mchezo. Umeona bwana? Na ndio maana kuna kikao cha mechi kabla ya mchezo. Kuna vitu wanaenda kukubaliana ili kuelekea huo mchezo. Kama wanaenda kukubaliana na timu moja, kama yeye anacheza yeye, kama yeye haina shida, wakacheza New Amani Zanzibar. Lakini kama wanakutana na vilabu vote viwili, wana haki Simba pia kupata taarifa mapema kujua kuelekea huo mchezo. Lakini wakiona kuna ukakasi, wana haki kutafuta taarifa kule. Kwa hiyo watu wasione kwamba Simba labda wanaiogopa mechi. Simba hawaogopi mechi na wala hawaofi chochote kuelekea huo mchezo. Hata wakisema tukacheze hapo kampeni kwao, sisi tuko tayari hata leo hii tukacheze hiyo mechi kabla hiyo tarehe 1. Tuko tayari, lakini kanuni na sheria za mpira wa miguu lazima zifuatwe.
Yaani mtu asiwe juu ya sheria, mtu atakuwa chini ya sheria. Hata kama unakuwa nani. Useme mimi nimejenga kituo, nimetoa eneo la kujenga kituo cha polisi, basi mimi nikifanya kosa siweki ndani kwa sababu nimetoa ile eneo. Hakuna utaratibu huo. Lakini mliwahi kwenda kucheza Zanzibar kwenye finali za kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane na mlikubali? Tulifosiwa. Sio kwamba tulikubali kawaida, tulifosiwa na shirikisho la mpira wa miguu CAF na tukaenda kwa sababu RS Berkane pia walifanya kosa kama hili. Waliposti mapema kwamba mechi itachezwa sehemu fulani, umeona bwana. Lakini wao hawakusema muda, ile walisema mechi itachezwa sehemu fulani, maana walijiandaa kwenda kwenye huo mchezo. Lakini hao wamethibitisha na muda kabisa. Kwa hiyo maana yake haina tofauti hii na ile ya RS Berkane na hawa Jumapili. Berkane nao walikuwa wa kwanza kutoa taarifa kabla ya CAF. Maana pia walienda kinyume na utaratibu. Na ndio maana sisi tulienda, tuligomea kwenye lile, tulikuwa na force mechi yetu pigwe Benjamin Mkapa kwa sababu tunaamini uwanja ulikuwa tayari ushakizi vigezo kwa ajili ya kutumika. Lakini walituforce tukaenda kucheza kule na wakapata matokeo ambayo yalistahili. Kwa hiyo tunahisi kwamba na hii pia inaendana na sakata hili ambayo linaendelea sasa hivi. Kwa hiyo tunaona kwamba hatuwezi kukubali unyonge kwa sababu msimu uliopita watu walichukua ubingwa kupitia mgongo wetu kwa mazingira kama haya. Timu tunapewa taarifa tu saa 6 mchana, tunaleta timu. Mwisho wa siku wachezaji wanatoka majumbani kwao bila kutoka kambini, wanapeleka timu, wanaenda kufungwa kizembe, tunaendelea kuingia kwenye kitabu cha kufungwa mara 6 mfululizo. Kwa hiyo hatuwezi kukubali hili kirahisi. Kwa hiyo tunaomba viongozi muwe wakini kwenye hili. Msitafute kuendelea kuchafuka. Mkikubali kizembezembe kwenye hili mtaendelea kuchafuka. Kwa hiyo lazima mkubali, msimamie kanuni ambayo mlikubaliana vilabu 16. Hawajakubaliana na klabu moja, wamekubaliana na vilabu 16. Kama wamekubaliana na vilabu 16, lazima zifuate mkondo wake. Sio tu mtu kasimama tu mimi ni Yanga, basi nitafanya ninavyotaka mimi. Hakuna mpira huo. Kama wao ni Yanga, basi wakatafuta ligi yao wacheze Yanga kama Yanga. Waache sisi tushirikiane na vilabu vingine. Sio wao wanataka kutumia mabavu yao. Hakuna mpira huo. Bwana wewe ni Mnandi. Huyo ni Mnandi, tunaweza tukazungumza mengi sana lakini mwisho wa siku sababu tumezungumza hapa, tumesema leo ni tarehe 20, manake tuna tarehe 20, huu ni mwezi Februari, mwezi mdogo siku 28. Manake siku 8 tunaambiwa kuna mwaka mkubwa na mwaka mdogo. Hapa ni ngumu sasa kuweza kunielewa. Mwaka mkubwa tunaambiwa una siku 265 na robo kwenye mzunguko. Wanaofahamu wanafahamu. Alafu kuna mwaka mdogo ambao una siku 265 tu, ambapo ndio inajitokeza mwezi wa pili kuwa na siku 29, kuwa na siku 28. Kuna mwezi mwingine kuwa na siku 30, kuna mwingine kuwa na siku 31. Hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo sasa kama leo tarehe 20 kuelekea tarehe 1 Machi tumebakiwa na siku 8 tu ya 9 mechi. Basi tumebakiwa takriban kama wiki moja, manake ni siku nyingi lakini sio siku nyingi vile vile panapo majaliwa kwenye uhai wa Mwenyezi Mungu, manake ni takriban wiki moja tunakwenda kuishuhudia dabi ya Kariakoo. Lakini mpaka sasa tunapozungumza ni kama mchezo umekwisha anza kuwa na kipengele. Lazima tuseme kwamba kama kuna kipengele kimeanza kuingia, kwa sababu huwezi ukasema hakuna kipengele. Ingekuwa kama ambavyo Yanga walitoa taarifa na baadaye bodi ya ligi kwamba mchezo utapigwa Zanzibar, manake tungebaki tu tunasubiri tarehe ya mchezo. Lakini kipengele kinaonekana kwa sababu umemsikiliza hapa Ahmed Ali amekiri kwamba ni kweli wameandika barua kwenda kwa wahusika kutaka ufafanuzi kuhusu mchezo huu kupelekwa visiwani Zanzibar, manake iko ni kipengele. Lakini unaona mashabiki wa Simba ambao wao wamengangania kwamba viongozi wao wasikubali kwenda kucheza Zanzibar bila kupewa ufafanuzi, lakini la sivyo yatakuwa yale yale. Sasa sijajua hii imekaaje, lakini hii ndio maana halisi ya dabi ya Kariakoo, mchezo ambao joto lake linaanza kupanda taratibu kama ambavyo Mnandi amekwambia. Mimi naitwa Rashid Kasim, tembelea kwenye kurasa zetu za Kajenjere TV YouTube, lakini Kajenjere Media Instagram, unatupata huko. Yako matukio mengi, tumezungumza vitu vingi, lakini tutaendelea kujuzana tu taratibu tu. Ni kama nilivyosema, mchezo unaofuata tarehe 22 Simba anacheza na nilikuwa naangalia hapa ni Tanzania Prison tarehe 22, wakati Jumapili hiyo Simba atakuwa Yanga atakuwa na mchezo na Namungo Kusini huko, ambako tarehe 25 Simba atacheza na Dodoma Jiji, Yanga atacheza na JKT Tanzania. Tunabaki tunasubiri tarehe 1 wanakwenda kuvana. Kwa hiyo utaona siku zilivyokuwa chache. Tarehe 25 mwezi unabakiwa na siku 3 umalizike. Tarehe 1 ni dabi ya Kariakoo. Lakini tutajua sasa, kwa sababu Simba wao wanasema wameandika barua kwenda kwa mamlaka. Tutajua mamlaka imewajibu nini Simba, ama wameeleweshwa vipi. Huenda labda ni mambo ya kueleweshana, pamoja na kwamba mashabiki wa Simba hawataki kusikia wala kuona mchezo unakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Mimi nikutakia tu siku njema, siku ya leo Ijumaa. Tukutane tena wakati mwingine.